Anajua mimi sio mtu ya kuchezea, aende achezee watu wengine. Hakuna candidate mwingine. Yani mumeona kuna candidate mwingine? Ule wa Munyoro aliwekwa red card, ako huko village. Anabweka huko kama mtu amekwisha. Je, viongozi wa Kenya wanaona nchi tofauti na ile ambayo wananchi wanaiona? Manake wakati Waziri Kipchumba Murkomen anasema haoni mtu yoyote anayeweza kumzuia Rais William Ruto mwaka 2027, mitaani kuna watu wanavunja mabango huku wakipaza sauti ya one term. One term. One term. One term. Lakini jambo lililowashangaza wengi zaidi sio hilo pekee. Kuna video nyingine ya Rais William Ruto ambayo sasa imeanza kuzua maswali mapya mitandaoni. Leo tutaunganisha matukio haya yote hatua kwa hatua ili tuone kama kweli upepo wa siasa umebadilika au ni kelele za mitandaoni tu. Karibu sana hapa Mizuka Media. Mjadala ulianza baada ya Waziri Kipchumba Murkomen kueleza kwa kujiamini kwamba kwa mtazamo wake Rais William Ruto bado hana mpinzani anayempa hofu kuelekea uchaguzi ujao. Murkomen hakusema tu kwamba Ruto atashinda, alijaribu kueleza sababu zinazomfanya aamini hivyo. Hebu tumsikie alichosema, manake kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa. Wapo wanaokubaliana naye, lakini wapo wanaoamini hali ya kisiasa nchini Kenya imebadilika kuliko viongozi wanavyofikiria. Lakini sasa tunajua tu there is only one candidate. Hakuna candidate mwingine. Yani mumeona kuna candidate mwingine? Ule wa Munyoro aliwekwa red card, ako huko village. Anabweka huko kama mtu amekwisha. Unaona, msione hiyo kelele anafanya. Ni red card ndio alipewa. Hata hawezi kuwa mtu wa kusimamia komiti ya kujenga choo kwa village. Hawezi, kwa sababu kikatiba hawezi kukaa kwa mkutano ya watu asimamie mtu yoyote. Hata kama ingewezekana huyo mtu angenyang'anywa kura ndio asipigie mtu yoyote kura, kwa sababu ni mtu alipotea, ameanguka. Kwa hivyo hawa wote wengine hakuna mtu. Kalonzo ni mtu ya kushinda mtu. Hata nyinyi mkiona Kalonzo kabisa. Unaona Kalonzo amekwisha bwana, you know. Kalonzo hakuna. So kukombingo hakuna mtu mwingine. Kuna mwingine. Candidates saa hii ya Kenya yenye wanatafuta kusimamia Kenya ni ya 2032. Ya 2017 hakuna competition. Hiyo ni, lakini lazima tu confirm kwa debe. Si mnajua namna hiyo? Lazima tuwaonyeshe kwa Elgeyo Marakwet kwamba tutapiga kura 100%. Lakini Murkomen hakuishia hapo tu, alimgeukia aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwa maneno makali ambayo tayari yameanza kusambaa sana mitandaoni. Haya ni maneno mazito sana kutoka kwa mmoja wa viongozi wakuu serikalini, na bila shaka yataendelea kuzua mjadala kwa sababu yanamgusa mmoja wa wanasiasa wanaofuatiliwa zaidi nchini, Rigathi Gachagua. Mmoja ambaye ni goon number 1 kwa Kenya, ambaye ni mkora namba 1, ambaye ni mtu ambaye kwa kichwa yake he has a twisted mind, a twisted tribal mind, na anatembea na goons, ni mtu anaitwa Rigathi Gachagua. Huyo mtu kabisa aamini systems ya government. Yeye unaona ananiongelelea kila wakati kwa sababu anajua ninamjua vizuri sana. Mimi nataka kuambia Gachagua, tutaonana macho kwa macho na wewe. Wewe unajua vizuri ulipokuwa deputy president ulikataa kufanya kazi kutumia systems of government. Wewe hata ukiwa deputy president ulikuwa unatembea na goons. Ndio ulichukua hiyo goons wakaenda shamba ya Uhuru Kenyatta kuibia yeye mbuzi yake hapo kwa shamba yake hapo Thika Road. Na kama mimi nadanganya akuje anistaki, anipeleke kotini. Kwa sababu anajua namjua, ndio unaona akilala anasema Murkomen. Akiamuka anasema Murkomen. Kwa sababu mimi anajua mimi sio mtu ya kuchezea, aende achezee watu wengine. Na matusi yenye anajaribu kunitusi, mwambie matusi yanipeleke mahali, lakini mimi nitakupeleka wewe mahali. Mimi niko na uwezo ya kukupeleka wewe mahali. Huyu Gachagua, we are tired, imetosha. Juzi alikuwa anapanga goons, ameweka vijana huko Kayole, ameweka wengine hapo Eastlands, alikuwa amepanga wengine kwa Thika Road. Lakini kwa sababu nimejua huyo Gachagua, tulimfungia kwanza, yeye akakaa kwa nyumba yake huko kwa Wamunyoro. Na anajua ukweli, ile maneno alikuwa anatangaza anasema assassination nini, ni kwa sababu alikuwa anajua kuna askari wana monitor na ile goons anapanga na tungemshika yeye kama angetoka kwa nyumba yake. Na usiku hiyo DCI na police walishika wakora yote
ilipita 300 waliposhikwa. Sasa yeye akaisha nguvu, hakuna kitu alikuwa anaweza. Sasa anakuja mbele hapo, anakuja kusema mimi niliambia hao watu wanyamaze wasiende siku hii. Wewe you are a very stupid man. You know, hii mtu anataka kuchukua credit kwa kila kitu kwa dunia. Yani kila kitu, akiona kitu imeenda mzuri ati nilikuwa ni mimi. Akienda mbaya anasema ni Murkomen. Yani he's a very foolish person. Anafikiria mimi simjui. The reason why Gachagua fears me is because I know him. And I know that he is the father of violence in our country. Lakini pia mimi najua ni mwoga. That is why mimi najua vile ya kutreat na yeye. Umewahi uona Gachagua amekuja maandamano? Umewahi ona yeye kwa maandamano? Sasa anakaanga huko nyuma akituma watoto ya watu. Mwambie ajaribu akuje street. Yeye anajifanyanga ati yeye ame take over. Yeye sasa ni kama tinga. Wewe ni tinga wapi? Tinga akiwa karibu 8 years alikuwa kwa barabara mbele na tia gas. Wewe hujawahi hata toka kwa nyumba yako, unaenda kujificha njiri ya kitanda na unaambia Mama Dorcas angalia nje kama kuna mtu ametoka. Wewe ni mwanaume ya wapi? Hakuna mtu hapo. Yeye ni mtu bure sana. Na kana kwamba hayo hayakutosha, Murkomen alitoa mfano ambao sasa umeanza kusambaa zaidi kwenye TikTok, Facebook na X. Mfano huo wa mbwa anayebweka lakini sasa hawezi kufanya chochote umeonekana kwa wengi kama dharau kubwa kwa Rigathi Gachagua. Na ukiona, wacha niwaambie nyinyi, ukiona mtu anabuli wa mama, ya? Mtu mwenye anaongea maneno mingi, ukiona hata mbwa yenye inabwekanga sana ni mwoga. Ukweli ama sio kweli? Ile mbwa yenye unajua mimi ni mtu niko na mbwa wengi kwa nyumbani huko. Ukiona mbwa mwenye wakati sasa wanakimbizana, mbwa mwenye anakimbia mbele na kupiga kelele huyo ni mwoga. Anaendanga na akiangalia nyuma kuona kama kuna company imekuja huyu mtu shida yake anajionanga yeye ni mtu ya maana sana. Sasa lakini kwa sababu ya uoga anakuja na umewahi kuona yeye kwa press conference anaongeanga akiangalia kando hivi. Ni mwoka, hiyo ni a con man. Huyo mtu ni a very big con. Amekon wa Kenya for too long. But I want to tell him you can con some people sometime, but you cannot con all the people all the time. Niko na huyo wa Munyoro. Unaona uchaguzi hii inakuja. Wajana ila anaongea ati ICC nini. Hiyo violence anajaribu kujaribu. Hii uchaguzi atakuja. Huyo mtu waja ajaribu. Atalala cell. Hatapiga kura. Let him try. Any criminal. Now we have made up our mind. Any person who is involved in matters of recruiting gangs and criminals, we will deal with them perpendicularly. Mnataka hivyo ama mtaki hivyo? Yani, tumepambana na majangili iko na bunduki. Wamekaa huko Kerio Valley. Mahal Shabab. Nakuja kuwa hii mwaka. Hii tutamnyorosha mbaya sana. Na mimi kutoka leo, unajua nimemnyamazia siku mingi. Na anapenda matusi sana. Sabrano. Kasongo. Ajaribu mimi. He will. Unajua pengine rais na naibu wa rais wanachunga heshima ya ile ofisi wako nayo. Mimi hapa chini I have nothing to lose. Nitapambana na wewe. Usicheze na mimi. So na unajua huyu mtu ni mkabila sana. Sema unajua hivyo? Mkabila. Watu wa Central, let me tell you. Watu wa Central ni watu wazuri. Wakikuyu ni watu wazuri. Hawana ubaya yoyote. Ile ukabila imeuzwa siku mingi. Wakikuyu ni wabaya, Wajaluo ni wabaya, Wakalenjin ni wabaya. Hakuna kitu kama hiyo. Wakikuyu kama wale Wajaluo, kama wale Wakalenjin, kama Wakenya wote, they are good people. But they are stupid, foolish characters like Gachagua who pretend to be the spokesman of the community and try to bring a bad name. I want to tell Kenyans, I will separate Gachagua, who is a bad apple, from the good people of Kenya, Mount Kenya and the Kenya. And I am on his case daily until Kenya crosses over 2027 peacefully, because I know his only remaining currency is violence.
Lakini hapa ndipo mambo yanabadilika, kwa sababu wakati viongozi wanatoa kauli hizi, kuna video nyingine imeanza kuonyesha picha tofauti kabisa kutoka kwa wananchi. Katika eneo la Olkalau, video moja ilianza kusambaa ikionyesha wakazi wakilishusha bango kubwa la mmoja wa wagombea wa chama cha UDA huku akipaza sauti za one term. Video hii imezua mjadala mkubwa, wengine wanaiona kama ishara ya hasira za wananchi, wengine wanaamini haiwezi kutumika kama kipimo cha hisia za nchi nzima, lakini bila shaka imeongeza mjadala kuhusu hali ya kisiasa kuelekea uchaguzi ujao. One term. One term. One term. Ekadimanga. Maya kwa bana. Kelele. Bana wale bisa ile wewe wachoma. Ni one term, one term. One term. Jicha inchi mbili. Wachunge hizo chuma. Chunga stima, stima, stima. Stima, stima wewe. Kabisa. Kana kwamba hiyo haitoshi, kuna video nyingine ya Rais William Ruto ambayo sasa inazungumziwa sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Video hiyo imewafanya baadhi ya Wakenya kuanza kutoa tafsiri mbalimbali, huku wengine wakisema huenda imezua maswali mapya kuhusu mjadala wa muhula wa uongozi, yani kutoka 2 term mpaka long term. Hata hivyo, kama ilivyo kwa video nyingi zinazosambaa mitandaoni, watazamaji wanaweza kuwa na tafsiri tofauti kuhusu maana yake. To move Kenya from a third world country to a first world country before I die. Possible. In the next, by the time I get to 90, Kenya should be a first world country. Yes. And that is just about 30 years from now. It's possible. Others have done it. I am very confident we will do it. Kwa hiyo swali linaendelea kubaki ni je, Murkomen anaona hali halisi ya kisiasa au wananchi ndio tayari wameamua mapema kuliko viongozi wanavyodhani? Mjadala huu bila shaka utaendelea hadi mwaka 2027, lakini sasa nataka kusikia kutoka kwako. Je, unaona kauli za Murkomen zinaakisi hali ya kisiasa ilivyo sasa au video tulizoziona leo zinaonyesha picha tofauti kabisa? Niachie maoni yako kwenye comment section, na ukifurahia uchambuzi kama huu basi usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.